tukaweza kunena kulingana na venye Mungu ametuagiza siku ya leo. So nashukuru wachungaji wangu Pastor Nyaga na Pastor Joseph. Venye umesikia mimi naitwa Isaac Senior because mimi ndo kijana wake mkubwa. Kimiaka kila kitu. Ningalipenda tuombe before tuingie katika Biblia zetu. And I wish and I like kila mtu anionyeshe Biblia yake. My Bible and tawanda. Kila mtu anionyeshe Biblia yake jamani. Hatuwezi sema tuko kanisani na kila mtu ana Biblia. Inua Biblia juu hivi. Pasi, angalia Biblia zenye ziko kanisani, angalia na watu wenye wako kanisani. Jamani, kila mtu inua Biblia hivi. Nikisema tuinue Biblia, tuinue Biblia. I mean it. Kila mtu ainue Biblia. No, sijaona. Kuna mikono naona inaweka tu hivi. Kila mtu ainue Biblia yake tu hivi. Pasi, unaangalia the back kingdom, there's no Bible there. No. So, inua Biblia zenu juu. No, inua Biblia juu. Inua Biblia juu. Asante kwa ndugu yetu ameinua simu. To be honest. Inua Biblia hivi. Inua Biblia yako. Inua Biblia yako. Tuinue Biblia zetu. So, mchungaji, umeona watu hawana Biblia. The majority of us hatuna Biblia. So ni wito ya kwamba ukitoka hapa tu venye tunafikiria the expansion of the church, pia wewe ujiite kwa mkutano ununue Biblia. Ununue Biblia. Hakuna vile unaweza mjua Mungu kama huwezi soma Biblia. Hakuna vile unaweza mjua Mungu kama utembei na Biblia. Watu tunaweza beba simu kubwa kwa mkono hivi, lakini tukienda kanisani Biblia tumeweka wapi? Kwa bag. But ukiwa kwa barabara unaweza beba hata laptop. Ndio watu waone uko na machine. But the best machine au baby kwa mkono. That's the Bible. Mimi napenda ndugu yangu Mwangi. Mwangi tunatoka naye pamoja huko mahali inatokanga. Yeye akitembea kwa tu hivi. Hata Yesu anasema yeyote atakayeniona haya hapa duniani, pia na mimi nitafanya nini? Nitamuonea haya mbele ya babangu. So ni ombi langu na lako tusiweze kumuonea Mungu haya, pia yeye atatuonea haya. Tuombe. Mtakatifu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Yesu Kristo. Chana wale Baba, nimekuja machoni pako, naomba Mungu ukaweze kunena na wana wako. Yesu Kristo, naomba mchana wale Baba ukaweze kunitumia kama chombo Mungu. Nikaweza Baba kunena na wana wako kulingana na maagizo yako, kulingana na utukufu wako Yesu Kristo, na kulingana na neema zako Yesu Kristo. Baba ni asante kwa sababu Mungu unajua utatenda. Mungu unajua ni asante kwa sababu Mungu utainua Baba. Kuna ambao Baba wamepoteza tumaini Baba, najua ya kwamba utawarejesha tumaini. Kuna Mungu Baba ambao wako na hitaji Yesu Kristo. Baba najua Mungu utawatimizia Mungu. Kuna ambao Baba wako na maono Yesu Kristo. Baba unajua utawatimizia Mungu. Kuna Baba wameingia nyumbani mwako hapa Mungu wakiwa wanyonge Yesu Kristo. Najua Baba Mungu utatenda. Wakitoka Mungu acha sifa zako zionekane na utukufu wako Mungu. Wanongonezea Yesu Kristo. Malaika wako wakashuke Mungu Baba wakaweze kunena nazi jinsi upendavyo Mungu. Nimeomba nikiamini katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Na kanisa tuseme amen. Amen. Kwa sababu vijana kuna mahali tunaenda masaa 8. Singalipenda kuchukua muda sana. Ningalipenda kuongelea vitu 3. Kitu cha kwanza, ama somo letu ama somo kuu ya siku ya leo inatoka from the book of Micah chapter 7 18 to 19, then the book of Joel 3, the book of Joel 2 12 to 13. The book of Prophet Micah 7 18 19, then the book of Joel chapter 2 12 to 13. Eliko, naomba nisome kwa taratibu. 7 18 to 19, then 2
Joel 2:12-13. Yenye umepata ya kwanza. Sawa, tuanze na Mika. Ni ngapi tumefika huko? Atufika wote tuseme amen. Amen. Mika 7. Nabii mdogo Mika. Na watoto naomba jameni mtulie, watoto mtulie. Soma. Mlango wa 7 aya 18-19. 18 na 19 inasema hivi, nikasoma kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia? Ashike hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, naye utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Amen. The book of Joel 2:12-13. Inasema hivi, Yoeli 12:13, nasoma kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Nabii mdogo Yoeli anasema hivi, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, sio mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugairi mabaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo nimekuja kuongea about a God of a second chance. Mimi sijakuja hapa niwaelezee mtanunua magari ama mtanunua majumba vile wengine wamezoea kusema kwa makanisa mengine. Lakini mimi nimekuja kuambia siku ya leo ya kwamba we are serving a God of a second chance. Mmesikia through the prophet Micah and prophet Joel, tumeambiwa Mungu anasema tutakapotubu dhambi zetu na tukaweza kumgeukia na tukaweza kumulilia, yeye mwenyewe atafanya nini? Atasamea dhambi zetu. Equivalent in the book of John 3:16, tunaambiwa ni jinsi gani Mungu aliupenda nini? Aliupenda ulimwengu. Si hata Sunday school unajua, mpaka akamtoa mwanawe wa pekee ili mtu yeyote amwaminie afanye nini? Asipotee. Unasikia watu wanajua ni watu watatu. Asipotee ila bali awe na nini? Uzima wa milele. Ndiposa nimekuja kuambia siku ya leo ya kwamba haijalishi umetembea mbali na Mungu aje, haijalishi umenena nini kinyume na Mungu, but siku ya leo Mungu anakuita mimi na wewe tukaweze kufanya maagano mapya. We are serving a God of a second chance. Haijalishi ni misingi gani ambayo wewe mwenyewe umejiweka. Haijalishi ni misingi gani familia yenu iliwaweka. Haijalishi ni misingi gani marafiki zako wamekuweka. But today I want to assure you, today I want to tell you that we are serving a God of a second chance, and he is actually ready to forgive you. Amen. And give you life. Amen. The book of 1 Peter 2:24, tusome. Tusikie wenye Petro mwenyewe anasema kuhusiana na uhusiano wetu na Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa pili yake 24. Yake 24 inasema hivi, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu. Yeye mwenyewe, huyo ni Yesu Kristo, alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Ndiposa nataka kuambia siku ya leo, Yesu mwenyewe alichukua dhambi zetu msalabani. Alipigwa, akatemewa mate, akafanyiwa dhihaki zote, ndiposa mimi na wewe tukaweza kupata the second chance of salvation. Amen. Last week nakumbuka mchungaji alikuwa anauliza, why are we crucifying God? Why are we crucifying Jesus Christ in the second time on the cross? Angalia matendo yako, angalia mawazo yako, angalia yale ambayo unayoyanena. Vile Mama Assembly alisema ya kwamba tusiwe watu wa chuki, tusiwe watu wa kunenea watu vibaya, tusiwe watu wa kukwaza watu. Jiulize, hii wiki yote venye umetembea katika utakatifu? Hii wiki yote venye umetembea, yale ambayo umeyanena kwa minajili ya Mwenyezi Mungu, ama umeyanena kinyume na matarajio ya Mungu? Tumeambiwa kupitia kupiwa kwake tulikombolewa, kupitia kumwagika kwa damu yake tulipewa uhai ambao hatukudeserve. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So siku ya leo nataka niwaambie, kama mwanadamu unaweza beba roho mbili, roho ya laana ama roho ya baraka. Ujiulize umebeba roho gani?
umebeba roho ya laana ama umebeba roho ya baraka. Ndiposa Mungu mwenyewe anasema akona mipango mema katika maisha yetu. Si mipango ya kutuua, si mipango ya kututeza, ila ni mipango ya kutuinua na mipango ya kuona uzima wa milele. Amen. So ndugu yangu, nataka ujiulize. Wewe mwenyewe ujite kama mkutano, ujiulize yale ambayo unayoyatenda yameambatana kulingana na mafunzo ya Yesu Kristo ama yameambatana na dini ya kishetani. Wengi wetu hata ile mateso tutapitia siku hizi ni kwa sababu ya misingi ambayo tulijiweka. Ile maisha sahihi tunaishi ni ile misingi ambayo tulijiweka sisi wenyewe, ama ile misingi wazazi wetu waliweka. So nataka niwaambie siku ya leo, we have been assured that tukililia Mwenyezi Mungu, tukimuita kwa haki na ukweli, tuaje sarakasi. Ndio kuna watu wako na sarakasi. Tunakuanga na sarakasi kwa maombi. But utakaposimama kwa haki na ukweli mbele ya Mungu na kuangalia yenyewe umeniita na roho ya ukweli, atatusamea na atatuondolea vizingiti ambazo zinatukwaza. Wengi wetu saa hii mahali tunapoishi hatustahili kukaa huko. Wengi wetu hata kazi ambazo tunazozifanya hatufai kufanya hizo kazi. Wengi wetu maisha ambayo tunayoyapitia si yetu, ila ni maisha ya laana. So siku ya leo nataka niwaambie, we are serving a God of a second chance. But you will get that chance kama utatubu dhambi zako. Kama uwezi, duende. Ndiposa mwimbaji mmoja ambaye anaitwa Budi Msholi na mchungaji akasema, lango liko wazi. Na mahali tunapoelekea, lango litafungwa. Lango litafungwa. Naomba mtu anisomee the book of Exodus, verse 2 from 11 to 15. Nataka muone watu ambao kwa Biblia ambao walienda kinyume na Mungu, ambao waliua, ambao walitenda maovu, lakini walipojua ya kwamba tumeazi against Mungu na wakamrudia Mungu, Mungu aliwasamea. The same way God will forgive you and I today. Kama tuamini kwa haki na ukweli, atatusamea. Kitabu cha pili cha Musa kitwacho Kutoka. Yes. Mlango wa pili aya yake ya 11. Nasoma kwa uwezo wa Roho wa Mungu. 11 to 15. 11 hadi 15 ndasoma kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Inasema hivi: hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuendea ndugu zake. Yes. Akatazama mizigo yao, akamuona Misri anampiga Mwebrania mmoja wapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa pana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama watu wawili wa Ibrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Yes. Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Musa akaogopa. Akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Basi Farao alipopata habari, akataka kumuua Musa. Lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia, huyo ni Musa mwenyewe aliua. Jiulize, Musa mwenyewe alifanya nini? Aliua. But wakati alijua kitu amekifanya ni kibaya, alifanya nini? Alikimbia na akamlilia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alifanya nini? Alimsamehe na akamtumia. Si alimtumia kukomboa wana wa Israeli. Ndiposa nataka niwaambie siku ya leo, kuna vitabu vingi hatuwezi soma. Even in the book of Jonah. Jonah mwenyewe mnaona, Jonah Mungu anamwambia, nataka uende wapi? Nineve. But Jonah na yeye, sijui kama ni Mwafrika, unajua Waafrika tunakuanga na vichwa ngumu. Na kakichwa kake kaguma akasema, wewe mahali unanituma sifanyi nini? Siwezi enda. Mimi ninajua. Akafunga safari akakwenda wapi? Kwenda Tarsis. Akiwa tumboni mwa samaki. Wakati samaki mmeza, ndiye aliambia Mungu, God give me a second chance. Na wakati Yona Mungu alimsamea, Yona alihubiri mpaka chifu. Bwana Yesu asifiwe. So tumeambiwa ya kwamba haijalishi ni dhambi gani umetenda, haijalishi umeenda kinyume aje na Mungu, but Mungu ako tayari kuanzia siku ya leo kufunga maagano mapya na wewe. Amen. Na utaishi maisha ambayo ni ya baraka. Amen. Tunaona in the book of Joshua, kuna mtu alikuwa anaitwa Rahab. She was a prostitute.
But wakati alimgeukia Mungu, Mungu alimsamea. Tunaona Samson in the book of I think First King Judges. Tunaona Samson mwenyewe aliasi Mungu. But wakati alikuwa anaenda kukufa, aliambia Mungu, Mungu nipe nguvu mara moja. Na Samson aliua watu wengi kuliko wenye aliua akiwa mzima. Juu wakati ule alikuwa ameteswa vibaya. Lakini akaambia Mungu, ninakuomba kwa hili jambo moja tu, unisaidie nguvu nikaanze kujiondolea aibu. Na Mungu alifanya nini? Mungu alimsamea na akampa nguvu zake. Na aliua watu wengi kuliko wenye aliua akiwa mzima. So nataka nikuambie siku ya leo, haijalishi huu ni mwanzo mpya. Siku ya leo ni mwanzo mpya. Kuna vitu 3 nataka tujifunze kutoka maandiko. Kitu cha kwanza, our God is a God of mercy. The book of James 5:11. Our God is a God of mercy. Mungu wetu ni Mungu anaweza tusamea. Waraka wa Yakobo 5:11. 5:11 inasema hivi. Inasema, nasoma kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Angalieni tuwaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu. Mmeuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwingi wa rehema. Na mwenye huruma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnasikia huyo ni Yakobo mwenyewe anatuambia, Bwana ni mwingi wa rehema na msamaha. So, venye naendelea kuhubiri tu, wewe mwenyewe unajijua. Najua kuna kale kakitu kako ndani yako, hata unyongo hauwezi sema. Kuna kale kadhambi umefanya. Tunaweza kuja hapa tunaimba, tunaabudu, tunafanya nini? But kuna kakitu ndani yako. Wewe mwenyewe ndio unajua. But aliye juu anajua. Mimi binadamu naweza kosa kujua, lakini aliye juu anajua. It's high time for you and I tuite Mungu akaweza kutusamea. Our God is a God of mercy. The second point, from the book of Acts 20:28, God himself entered into suffering for the world. Mungu mwenyewe alijitoa kupitia mwanae Yesu Kristo, akaweza kuteseka kwa minajili ya ulimwengu. Ndipo sasa tukaweza kukombolewa mimi na wewe. Matendo ya Mitume 20:28. 20:28 kitabu cha Matendo ya Mitume. The second Corinthians 5:12. Nitasoma kwanza Matendo ya Mitume 20:28 inasema hivi. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambayo Roho Mtakatifu amewawekea ninyi kwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu aliloliinua kwa damu yake mwenyewe. Umesikia? Kanisa la Mungu ambalo aliloliinua kwa damu yake ni sisi ambao aliyowakomboa kupitia damu yake. 2 Corinthians 5:12. Wakorintho wa pili 5:12. 5:12 Wakorintho wa pili inasema hivi, tusoma kwa uwezo wa Roho Mungu. Inasema maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa ajili ya mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Hebu rudia tena wasikie. Inarudia inasema hivi. Maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena. Maana hatujisifu sisi wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu sababu ya sisi kujisifu kwa ajili yetu. Sasa nataka niwaambie kuna wengi wetu, ukiangalia maisha yako ambayo umeyapitia tangu utotoni, si maisha ambayo ulio yakadilia kuyaishi. But kuna venye shetani aliingilia katika familia yenu ama akakuingilia wewe mwenyewe. Ndiposa ukaishi maisha ya kuonewa, ukaishi maisha ya kunyanyazwa, ukaishi maisha ya masengenyo. Lakini juu ya kwamba Yesu Kristo alitufia na akatukomboa, ndiposa tunasema hatujisifu kwa ajili ya uwezo wetu, bali tunajisifu kwa yule ambaye alitukomboa. Tunajisifu kwa yule ambaye alitukufia msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niwahakikishie kwamba ukiona tunarukaruka, na mchungaji anasema hapa kanisani unaweza kosa kuruka, but ukisikia Ruto anapita hapa nje, wewe ndio utakuwa wa kwanza. So ujiulize, roho yako iko wapi? Are you serving the world or are you serving God?
a question for you and I. Point ya tatu ya pili ilisema God himself entered into suffering of the world. Yeye mwenyewe alijitoa kupitia mwana Yesu Kristo ndiposa tukaweze kukombolewa sisi. Point ya tatu from the book of Psalms 145:9 and Isaiah 55:7. God's mercy means that you should go to Jesus for salvation. Isaiah 55 ngapi? Kidogo liko. Isaiah 55:7 and the Psalms 145:9. The point is God's mercy means that we should go to Jesus for salvation. Tusome Psalms 145:9 and Isaiah 55:7. Zaburi 145 aya yake ya 9. Nasoma kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. 145. Tuendelee. And Isaiah 55:7. Isaiah 55, nabii Isaiah 55 aya yake ya 7 inasema hivi: mtu mbaya na aache njia yake, mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Rudia tena wasikie. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia, tukaweze kumrejea Yesu Kristo, na yeye atatuosha na atatutakaza kuwa viumbe vipya. It says in the book of Matthew 6:15, tumeambiwa that by forgiving others we are forgiven. So ujiulize wewe mwenyewe. Ndio nasema ujiulize tu wewe mwenyewe. Ni wangapi umewakwaza wewe? Ni wangapi umewaazi wewe? Umeienda kuomba msamaha? Ni wangapi wetu tunaomba msamaha? Ni wangapi wetu tunaomba msamaha? Tumisisia. Ni wangapi wetu tunaomba msamaha? Hakuna. Nimeona tu mikono 3. Mikono 4. Biblia inasema kama hauwezi samea, iliko na usome Matthew 6:15. Wasikie, kama huwezi samea, hauwezi samewa. Inasema hivi Mathayo 6:15, nasoma kwa uwezo wa Roho Mungu. Inasema hivi. Inasema 6:15 Mathayo inasema, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Si mmesikia? Kama hauwezi samea mtu, wewe mwenyewe hauwezi. Hakuna venye unaweza twist hiyo Biblia. Hapana, venye imesema tu, if you can't forgive somebody, also you will not be forgiven. So the answer is you just forgive for you to be forgiven. Ni wangapi tumesema kwanza leo tutasamea watu? Ni wangapi? Ni wangapi tunasema kwanza leo tutasamea watu? Because hiyo ni ishara ya kwamba usiposamea na wewe hauwezi fanya nini? Hauwezi samehewa. So hakuna haja tujidanganye. Tunakuja hapa kanisani tunaruka, tunakuja hapa tunatolea Mungu, tunatoa saka na sadaka, lakini ndani yetu mioyo ni chafu. Ndani yetu tumebeba watu. Ndani yetu tumemwazi Mungu. Jamani ndugu zangu, nikimalizia, je, unajua masaa yangu leo nimenyuma masaa, but siku nyingine nitapewa. Nikimalizia from the book of Luke 25-27. Luke 13:25-27. Kidogo kuna statement moja hapo nataka kusoma yenye I was thinking about wakati nilikuwa na ndai samoni. Tunaambiwa God is a God of a second chance. But kuna wakati that chance will not be there. God is a God of a second chance. But there's a time that chance will not be there. Kuna statement moja niliandika hapa. Inasema hivi. Mwenye atasikia. There are most people in hell wenyewe wanaomba Mungu akaweze kusikia maombi yao, but haizi wasikia. There are people in hell who ask for water to quench their thirst, but their request always falls short. There is no hope for those in hell,
nor will there ever be an hope. There is no way out of hell because there are no exits. So usiseme kesho, ni leo. Usiseme mwaka kesho, ni leo. Ni kama wakati Noah alikuwa anaambia watu, njoo tujenge safina. Watu wakasema waka kamzee kamelewa nini haka, kanatuambia nini? I remember this day mchungaji alikuwa anahubiri about the ark. The ark of Noah. Watu wakasema wewe fanya venye unataka. Mzee akasema jameni njoo. Mzee akatengeneza, akamaliza, akamwambia sasa nimemaliza basi, njoo tuingie. Akasema wewe mzee kichogo si nzuri. Unakuja kutuambia mvua gani inaweza nyesha saa hii? Lakini wakati ilianza kunyesha, hata milima ilifanya nini? Ilijaa. Ilisama ndani ya maji. Walikimbilia mitini, but miti yenyewe ilifanya nini? Ilijaa. Ilikuwa imezamia majini. So what am I trying to say? Nataka ujiulize mwenyewe. Utafakari maisha yako. Utafakari maisha yako ya wokovu. Wengi wetu tumeteleza. I know. Nobody is 100% perfect. Na wengi wetu tumekosea. Na wengi wetu tumeteleza tukarudi nyuma. But today tumeambiwa this is a God of a second chance. Na yeye ako tayari kufanya mwanzo mpya kati yangu na wewe. Na hilo andiko liko nataka usome. Usikie that there is a time that chance will never be there. Wakati huo tutakuwa tushahukumiwa na lango litakuwa limefungwa. Elike busoma the book of Luke 13:25 to 27. Acha nianze 24. Sawa Vizuri. Sawa. Inasema hivi Luka mtakatifu 13 mlango wa 13 ya yake 24 hadi 27, nasema kwa uwezo wa Roho Mungu. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiwezi. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango mkisema, Bwana tufungulie. Yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nao ulifundisha katika njia zetu. Naye atasema, nawaambia siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ni maandiko yamesema, si maneno yangu. Tujitahidi sana, si ndivyo? Tujitahidi sana. Tusikuje tukafungiwa nje. Tusikuje tukafungiwa nje. Tusikuje tukasema Yesu Kristo tulihubiriwa, tulikuwa tunaimba sadaka, hata shetani anatoa sadaka. Kama ni kuimba shetani anajua kuimba. Kama ni kuimba shetani anajua kuimba. Na sadaka yeye ndiye anatoa. Kwa sababu huyu ni mtu amekaa mbinguni. Lakini sembuze mimi na wewe hatujafika mbinguni. Na unasema maombi ya siku moja yatakupeleka mbinguni. Hayaezi. Lazima ukule neno la Mungu vile jinsi unavyokula chakula yako. Vile unavyokula breakfast, vile unakula lunch, vile unakula supper. Lazima ukule neno la Mungu vile unavyokula chakula. Kama huwezi kula neno la Mungu, lango litafungwa. Ni wangapi siku ya leo wanasema, wanaungana na mimi wakisema, Mungu tunataka mwanzo mpya. Ni wangapi wanasema Mungu tunataka mwanzo mpya? Riko, present worship wimbo niguze tena. Clara, wimbo wa niguze tena. Kwa sababu tumesema tunataka kuanza mwanzo mpya. Yesu Kristo aweze kutuguza tena. Yesu Kristo akaweza kututengeneza tena. Tukaweza kuwa viumbe vipya. Mungu akaweza kutuguza, na kama uko na hitaji, kwa sababu hata Yesu Kristo wakati alipokuwa anaita watu, aliwaita publicly. Ukuja hapa mbele wachungaji. Kama uko na hitaji ukuja hapa mbele, wachungaji watakuombea. Usiseme kesho ama kesho kutwa. Usiseme wiki ijayo ama mwezi ujao. Wakati ni sasa. Kama si sasa ni sasa hivi.
Njoo mbele. Mchungaji ataombea. Niguze. Njoo mbele. Mara tena. Mchungaji ataomba. Ukiguza ya